Hii ni Fumo 255, karibu katika dondoo za habari za michezo, na kama hujasubscribe YouTube yetu fanya hivyo upate kila kinachotrendi katika mitandao ya kijamii. Na kubwa ni sakata la dabi ya Kariakoo kwa maana ya Young Africans dhidi ya Simba, sakata ambalo lilizua utata kweli na kushika vichwa vya habari baada ya dabi hiyo kutokuchezwa hapo jana. Hatimaye TPLB, nazungumzia bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara, imemaliza utata issue ya tiketi za dabi, yatoa tamko kwa maana kwamba katika dabi hiyo kuna watu walikuwa tayari walishakata tiketi kuelekea kwenye mchezo huo. Hatima yao iko vipi watu hao? Hatimaye imetoa tamko kuhusiana na hilo. Afisa habari wa TPLB Karim Mboimanda amesema kuwa viingilio vya mchezo huo vitatumika katika tarehe ambayo utapangwa kuchezwa tena mechi hiyo. Na hapa namnungu, tiketi zinarejeshwa kwenye kadi na zitasalia hapo, kwa hiyo zitakuja kutumika kwenye mchezo huu namba 184 siku ambayo utachezwa. Mwisho wa kumnukuu Karim Mboimanda. Na hii ni Fumo 255. Kama hujafanya hivyo, kusubscribe fanya hivyo ili upate kila kinachotrendi. Tunafahamu hapo jana Young Africans alikuwa mwenyeji kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo, na dabi haikufanyika baada ya Simba Sports Club kugoma kuingiza timu uwanjani kufuatia kile wanachosema kwamba walizuiliwa kuingia kwenye uwanja usiku siku moja kabla ya mechi kwa ajili ya kufanya mazoezi yao ya mwisho kuandaa kikosi kuelekea kwenye mchezo huo. Na hiyo ni haki yao ya kikanuni ya 17 kifungu cha 45. Na hatimaye bodi ya ligi kwa kushirikiana na TFF wakatoa kauli kwamba mechi hiyo imeahirishwa mpaka pale itakapopangwa tena. Huku Young Africans wao walionekana kupeleka timu uwanjani na maandalizi yote wakafanya kama vile kuna mechi, lakini mechi hakukuwepo, na hii ikapelekea gumzo zaidi kwa maana Young Africans wanapelekaje timu wakati wenye mamlaka walishatoa kauli kuhusiana na kutokuwepo kwa mechi hiyo. Yote kwa yote, hawa ni miamba miwili ya Kariakoo, wanatunishiana misuli, zinazoumia ni nyika kwa maana ya mashabiki ambao tayari wameshakata tiketi ya kwenda kuishabikia timu zao uwanjani. Tusubiri tuone hatima ya hili litakuwa lini na litakuwa linaishaisha vipi, maana miruzi ni mengi kweli, kila mtu anaongea la kwake. Basi usisahau kusubscribe ili kupata kila kinachotrendi huko mitandaoni.